Mnamo Septemba 25 mwaka 2025, simanzi ilitawala mioyo ya wapigania haki kwa kuondokewa na kipenzi chao. Assata Shakur alifariki akiwa na umri wa miaka 78 huko jijini Havana nchini Cuba. Kwa mujibu wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Cuba, maafisa wa Cuba walitaja sababu ya kifo chake kuwa ni uzee na matatizo ya afya. Assata Shakur ni nani hasa? Mwanamama Assata alizaliwa mnamo Julai 16 mwaka 1947 huko Queens, New York. Alijulikana kama Joan Deborah Bryan, jina aliloachana nalo baadaye akidai ni la kitumwa na kulibadili ili kuakisi vyema utambulisho wake kama mwanamke wa Kiafrika. Alijiita Assata Olugbala Shakur, Assata ikimaanisha mpambanaji. Olugbala maana yake ni mwenye upendo kwa watu, na Shakur ikimaanisha mwenye shukurani. Ama kwa hakika alichagua jina lilobeba sifa kamili za mwanamapinduzi, kwani Assata aliishi maisha yake yote akipambania haki na usawa kwa watu wote. Maisha yake hayakuwa rahisi toka utotoni, kwani alizaliwa katika taifa lenye ubaguzi wa rangi lililowachukulia watu weusi kama viumbe visivyo na thamani. Alikulia katika jiji la Wilmington, North Carolina, akilelewa na mama, shangazi, bibi na babu yake kwa nyakati tofauti. Kutoka kwa babu na bibi yake, Assata alijifunza thamani ya utu wa kila mtu. Walezi wake hawa walimfundisha kujiamini na kutowanyenyekea watu weupe kwa namna yoyote, wakimwambia wewe ni bora kama watu wengine na usiruhusu mtu yeyote akwambie kuwa yeye ni bora zaidi yako. Yeye mwenyewe anaeleza katika tawasifu yake kuwa babu na bibi yake walimkataza kuinamisha kichwa wakati akizungumza na watu weupe, akisema, niliambiwa niinue kichwa changu juu nikizungumza na watu weupe, vinginevyo babu na bibi yangu wangekiondoa mabegani mwangu. Mbali na wazazi na walezi wake, kuna wakati aliondoka na kwenda mitaani ambako aliishi na watu mbalimbali, na baadaye shangazi yake Elvin alimchukua na kumrejesha tena shule. Ingawa aliishi katika mazingira ya ubaguzi wa rangi toka utotoni na kuonyesha tabia kadhaa za utukutu, Assata alianza kupata msukumo wa mapambano zaidi akiwa na miaka 17 alipoacha shule ya upili na kwenda kuishi peke yake akifanya kazi ili kujikimu. Baada ya kufanya kazi kadhaa zenye kipato cha chini, aliamua kurudi shule na kujiunga na chuo cha Manhattan Community College ambapo alitaka kusoma biashara, ila akabadilisha mawazo na kusoma historia, saikolojia na sosiolojia. Akiwa chuoni hapo, alijiunga na vuguvugu la wanafunzi wenye asili ya Kiafrika likifahamika kama Golden Drums, ambapo alipigania utamaduni wa historia ya watu weusi na baadaye maslahi ya wanafunzi wenye asili ya Kiafrika kwa ujumla. Maisha yake ya kimapambano yalibadilika mwaka 1964 baada ya mazungumzo na wanafunzi wa Afrika kuhusu komunisti na chanzo cha vita ya Vietnam, mjadala ambao ulibadilisha mtazamo wake juu ya komunisti. Kama anavyosema mwenyewe katika tawasifu yake ya mwaka 1987, Assata ana autobiography. Sitaisahau siku ile. Tunafundishwa tangu utotoni kuchukia ukomunisti, lakini wengi wetu hatujui hata kidogo ukomunisti ni nini. Anaendelea kusema, ni mpumbavu tu anayemruhusu mtu mwingine amwambie nani adui yake. Mwanamama Shakur aliendelea na mapambano akijiunga na mavuguvugu mbalimbali ya ukombozi ikiwemo vuguvugu la Marcus Garvey na mengineo. Mwishoni mwa miaka 1960, Bi Shakur alijiunga na vuguvugu maarufu la Black Panther Party, akivutiwa sana na mitazamo na mapambano ya vuguvugu hilo kwa sababu lilipambanua bayana nani alikuwa adui halisi kwa watu weusi na wanyonge kiujumla nchini Marekani. Mojawapo ya mambo muhimu sana ambayo Black Panther Party ilifanya ni kuweka wazi ni nani adui, aliandika Shakur katika kumbukumbu yake. Sio watu weupe, bali wakandamizaji wa kibepari na wa kiimla. Wakati wanaharakati wengine weusi wakijielekeza katika utaifa wa watu weusi wakidhani kwamba tatizo lao ni ubaguzi wa rangi pekee, Shakur alishaelewa kitambo kwamba chanzo cha madhila ya watu weusi ni pamoja na ubepari na mifumo mingine, hivyo ni mapambano ya wanyonge wote bila kujali rangi yao. Naam,
Mwanamama Asata alikuwa na misimamo thabiti juu ya kile alichokiamini. Ndio maana pamoja na vuguvugu hilo kuwa na mchango mkubwa katika maisha yake ya kimapambano, Bi Shakur alijitoa kwenye vuguvugu la Black Panther Party muda mfupi baada ya kujiunga, akieleza kutoridhishwa kwake na namna ambavyo vuguvugu hilo linashindwa kujikosoa. Ukosoaji unaojenga na kujikosoa wenyewe ni muhimu sana katika taasisi yoyote ya kimapinduzi. Bila mambo hayo, watu wanazama katika makosa yao wenyewe badala ya kujifunza kutokana na makosa hayo, anasema Bi Asata kwenye tawasifu yake. Haikuchukua muda, vuguvugu la Black Panther Party lilidhoofika kutokana na sababu mbalimbali. Serikali ya Marekani ilifanya kazi kubwa ya kuwaua viongozi na wanachama kwa kuwatupa jela kwa kesi za uongo pamoja na kuendesha kampeni za kulichafua vuguvugu hilo. Hata hivyo, Black Panther pia ilikuwa na changamoto zake za ndani, ikiwemo mitafaruku baina ya wanachama wake ambao walianza kushambuliana wenyewe kwa wenyewe huku wakilega katika lengo lao la kujilinda. Hatimaye serikali ikafanikiwa kupandikiza majasusi ndani ya vuguvugu na kumaliza kazi ya kulisambaratisha kabisa. Kusambaratika kwa vuguvugu la Black Panther Party kulipelekea kuzaliwa kwa vuguvugu lingine lilojulikana kama Jeshi la Ukombozi la Watu Weusi au kwa Kiingereza Black Liberation Army. Bi Asata alikuwa miongoni mwa waanzilishi wa vuguvugu hilo lenye mrengo wa umaski lililopigania uhuru wa watu weusi kwa njia yoyote inayowezekana, ikiwemo matumizi ya silaha na nguvu. Kimsingi, Asata hakuwa tu mwanzilishi bali alichukuliwa kama moyo wa vuguvugu hilo. Kamishna msaidizi wa polisi jijini New York alimwelezea Asata kama moyo wa kundi la Black Liberation Army, mama kuku aliyeweka pamoja, aliwaongoza na kuendeleza kusonga mbele. Akifafanua maana ya umuhimu wa vuguvugu la Black Liberation Army alipokuwa akijitetea wakati wa kesi yake, Bi Asata alieleza, Jeshi la Ukombozi wa Watu Weusi sio taasisi, ni zaidi ya hilo. Ni dhana, ni vuguvugu la watu, ni wazo la Jeshi la Ukombozi wa Watu Weusi. Limetokana na hali ya jamii ya watu weusi, ufukara wa kudumu, makazi duni, wimbi kubwa la ukosefu wa ajira, huduma mbovu za afya na elimu duni. Wazo hili liliibuka kutokana na ukandamizaji wa kisiasa, kijamii na kiuchumi wanaopitia watu weusi katika nchi hii. Na palipo na ukandamizaji, lazima pawe na mapambano. Kama ilivyo kwa Black Panther, Black Liberation Army pia iliandamwa sana na serikali ya Marekani. Hivyo kuanzia miaka 1971 hadi miaka 1973, Asata pamoja na wanachama wengine wa kundi hilo walishtakiwa kwa makosa mbalimbali, yakiwemo uporaji wa benki, utekaji wa muuza madawa ya kulevya na mauaji ya askari wa polisi, lakini mashtaka yote yalitupiliwa mbali na aliondolewa hatiani. Katika mwendelezo wa kusakamwa na kuindwa kwa wanachama wa Black Liberation Army, mnamo Mei 2 mwaka 1973, Asata alitengenezewa mazingira ya kuuawa, ambapo askari wawili, James Harper na Winner Foster, walisimamisha gari alilokuwepo yeye pamoja na wanachama wengine wawili wa Black Liberation Army, Zaid Malik Shakur na Sundiata Akul. Baada ya kurushiana risasi, wanachama wa Black Liberation Army, Zaid na askari Foster, walifariki. Asata, ambaye alinusurika kifo akiwa na majeraha makubwa, alishtakiwa kwa mauaji ya askari Foster mwaka 1977 na kuhukumiwa kifungo cha maisha gerezani. Kama ilivyokuwa kwa kesi zote za watu weusi mbele ya mahakama ya kibaguzi, ni wazi kwamba jopo la waamuzi weupe tupu walioendesha kesi ya Asata wasingemtendea haki. Upo ushahidi unaothibitisha kwamba kesi yake haikuendeshwa kwa haki. Kwanza, baadhi ya wanajopo walikuwa marafiki karibu wa familia ya marehemu Foster na tayari walishaonyesha upendeleo wa wazi kabisa mwanzoni mwa kesi. Vilevile, ushahidi uliotolewa dhidi yake ulikuwa na mkanganyiko mkubwa, huku mawakili wake wakishambuliwa ndani na nje ya mahakama, pamoja na kwamba taarifa ya kitabibu iliyotumika mahakamani kama ushahidi ilithibitisha bayana kwamba mikono ya Bi Asata ilikuwa imejeruhiwa vibaya, hivyo kutokuwa na uwezekano wa kufyatua risasi. Pamoja na yote hayo, bado mahakama ilimtia hatiani kwa makosa yote 8 aliyokuwa akituhumiwa
ikiwemo mauaji ya askari Foster, ni wazi kwamba walidhamiria kumfunga hata bila ushahidi wa uhakika kama walivyofanya kwa wanamapambano wengine. Asata mwenyewe alisisitiza kuwa hakuwa na hatia na kwamba mahakama haikutenda haki, kwani ilimhukumu mwanamke aliyekuwa amejisalimisha na mikono yake juu. Nilihukumiwa katika kesi ambayo inaweza kuelezwa tu kama mauaji yenye kivuli cha kisheria. Huko gerezani, Asata alipitia mateso ya kila aina, ikiwemo kufungiwa katika gereza la wanaume tupu, kufungiwa peke yake chumba cha ulinzi wa hali ya juu na kunyimwa huduma za matibabu hata alipokuwa na ujauzito wa binti yake wa pekee Kakuya. Miaka miwili baadaye, Bi Assata Shakur alifanikiwa kutoroka gerezani mnamo mwezi Novemba mwaka 1979. Wanachama Black Liberation Army waliovaa kama wageni waliomtembelea walimsaidia kutoroka gereza la Clinton Correction Facility for Women huko New Jersey na kisha kuendelea kujificha kwa miaka 5 bila kuonekana. Mnamo mwaka 1984 alifanikiwa kutorokea nchini Cuba ambako serikali ya Fidel Castro ilimpa hifadhi. Mwaka 1979 nilifanikiwa kutoroka jela kwa msaada wa makamaradi wangu. Niliona hili kama hatua muhimu, kwa sababu sio tu kwamba sikuwa na hatia ya makosa dhidi yangu, bali pia kwa sababu nilijua kwamba katika mfumo wa utoaji haki wa kibaguzi wa Marekani nisingepata haki yoyote. Huko Cuba aliendelea na shughuli za kimapambano ikiwemo uandishi. Marekani iliendelea kutafuta kila mbinu ili kumkamata na kumrejesha gerezani. Mwaka 2013 serikali ya Marekani ilimwingiza Assata kwenye orodha ya magaidi waliotafutwa zaidi na shirika la ujasusi la Marekani FBI na kuwa mwanamke wa kwanza kuingia katika orodha hiyo. Marekani ilitangaza dau la dola milioni 2 za Marekani, zaidi ya bilioni 4 za Kitanzania, kwa yeyote atakayefanikiwa kumkamata. Licha ya jitihada zote hizo, Marekani haikufanikiwa kumtia mikononi Bi Assata Shakur hadi pumzi yake ya mwisho. Cuba ilifanikiwa kumficha na kumlinda katika kipindi cha uhai wake. Kiufupi, Assata Shakur alipigania uhuru wake dhidi ya Marekani na akafanikiwa kuupata na kuishi kama mtu huru aliendeleza mapambano ya wanyonge hadi umauti ulipomkuta. Ikumbukwe kwamba kama ilivyokuwa kwa Assata, Cuba pia ilikataa kuisujudia Marekani na kufanikiwa kushinda hila zote za taifa hilo la kibeberu. Licha ya zaidi ya miaka 60 ya vikwazo vya kiuchumi vinavyolenga kuiangamiza nchi hiyo, Cuba imeendelea kusimama imara, ikiwahudumia wananchi wake kwa ufanisi mkubwa kiasi cha kuipita hata Marekani katika eneo la huduma za kijamii. Mbali na hifadhi ya ulinzi kwa Assata Shakur, Cuba imekuwa kisiwa cha matumaini kwa wavuja jasho wote ulimwenguni, ikitoa mshikamano hali na mali kwa wavuja jasho duniani kote, hasa katika eneo la afya, sayansi na mengineyo, bila kujali hali yake ya kiuchumi. Kwa msimamo thabiti wa kupambana dhidi ya ubepari na mifumo yote kandamizi, pamoja na misingi imara, utu na upendo kwa viongozi na watu wake, Cuba ilikuwa sehemu sahihi na salama zaidi kwa Assata Shakur kumaliza safari yake ya mapambano ya ukombozi wa wanyonge. Katika barua yake kwenda kwa Papa John wa pili mwaka 1998, Assata mwenyewe alibainisha sifa adhimu za nchi ya Cuba akisema, natumaini utafurahia ziara yako hapa Cuba. Hii siyo nchi yenye utajiri wa mali, lakini ni nchi yenye utajiri wa utu, utajiri wa kiroho na utajiri wa maadili. Ni katika barua hiyo iliyojibu tuhuma dhidi yake kutoka jimbo la New Jersey lililomuomba Papa kumshawishi rais wa Cuba Fidel Castro amrejeshe Assata nchini Marekani, ambapo Assata aliweka bayana kwamba kama mapambano dhidi ya mifumo kandamizi ni uhalifu, basi anakiri kuwa na hatia, akisema, nimepambana na bado naendelea kupambania mapinduzi ya kimfumo na kanuni zinazotawala Marekani. Ninapigania uhuru wa watu wangu kujiamulia na uhuru wa watu wote wanaoonewa nchini Marekani. Ninapambana kumaliza unyonyaji wa kibepari, kuondolewa kwa sera za ubaguzi wa rangi, kukomeshwa kwa ubaguzi wa kijinsia na kutokomeza ukandamizaji wa kisiasa. Ikiwa jambo hilo ni uhalifu, basi nakiri kuwa na hatia kabisa.
Anaendelea kumwambia Papa, siandiki kukuomba uniombee, siombi chochote kwa ajili yangu mwenyewe. Naomba kusisitiza kwamba haki yangu sio suala ninalozungumzia hapa. Haki ya watu wangu ndiyo iko hatarini. Watu wangu wakipata haki, nina uhakika na mimi pia nitapata haki. Siandiki kukuomba uniombee. Siombi chochote kwa ajili yangu binafsi. Naomba tu uchunguze hali ya kijamii ya Marekani na useme wazi dhidi ya ukiukwaji wa haki za binadamu unaoendelea. Naam, wakati wote aliwaza na kutenda kwa kuweka maslahi ya wanyonge mbele. Huyu ndiye Assata Olugubala Shakur, mwandishi mfeminia, mwanamapinduzi haswa. Ingawa serikali ya kibaguzi ya Marekani imeendelea kulibagaza jina la mwanamapinduzi huyu, ikitaka historia imkumbuke kama gaidi na mhalifu kwa wanyonge na wanamapambano wenzake, Assata anabaki kuwa kielelezo cha mapambano ya wanyonge na mfano bora kabisa ujasiri. Kwa maneno yake mwenyewe, Assata anatukumbusha kwamba tunatakiwa kujielimisha na kujiandaa kupambana dhidi ya mfumo kandamizi, mfumo unaowakandamiza watu kwa kiwango ambacho wanashindwa kufanya matembezi, wanasahau hata namna ya kujuliana hali au kutabasamu. Tunapaswa kuirejesha sayari hii kutoka kwa wanyama wanaoidhibiti kwa sasa. Assata alitimiza wajibu wake wa kimapambano kwa kuwashinda wanyama hao, nasi tuna wajibu wa kuendelea pale alipoishia hadi tutakapoirejesha sayari hii mikononi mwetu na kusimamia mifumo inayojali utu. Ingawa hatupo naye tena kimwili, roho yake ya siri ya kimapambano itaendelea kuwa nasi daima. Kwaheri Assata, kwaheri mwanamke jabali, kwaheri jemedali wa mapambano ya wanyonge. Asante na kwaheri.